Mambo vipi mwanafamilia wa A Digital? Sasa katika muktadha wa mgogoro ambao unaendelea baina ya Marekani, Israel na Iran, kuna ndege ya kivita ambayo inatumiwa sana na Marekani ambayo inatumika kuidhoofisha Irani pamoja na jeshi la IRGC. Hii ndege inaitwa F-18 Super Hornet, ndege ya kivita ya kijeshi la wanamaji la Marekani, na inaonekana kuwa na umuhimu mkubwa sana hasa katika operesheni za kijeshi za kivita za Marekani dhidi ya IRGC, kundi la Islamic Revolution Guards Corps ambalo ni tawi la kijeshi la Iran. Ndege hii ambayo inatumika kama sehemu ya mkakati wa anga wa Marekani ina uwezo mkubwa sana wa kushambulia na kuharibu miundombinu ya kijeshi ya Irani, hasa ile ambayo inahusiana na usalama wa taifa wa Irani na makombora yale ya masafa marefu. So tunatakiwa kufahamu baadhi ya vitu kutoka kwenye hii ndege. Hii ndege kwanza, jina lake inaitwa F-18 Super Hornet. F-18 Super Hornet ni ndege ya kivita ya kizazi cha 4 ambayo iliboreshwa kutoka kwa F/A 18 Hornet na inajivunia sifa za kipekee sana ambazo zinaiwezesha kutekeleza operesheni za kijeshi kwa ufanisi mkubwa sana. Na muundo wake unajumuisha mifumo ya kisasa ya rada, silaha za usahihi wa juu na zenye uwezo wa kubeba mizigo mizito ya silaha, ikiwa ni pamoja na makombora yale ya masafa marefu, lakini pia kuna mabomu ya angani na silaha za kujilinda dhidi ya mashambulizi kutoka kwa adui. So miongoni mwa vitu ambavyo vinaifanya ndege hii kuwa hatari zaidi ni uwezo wa kubeba silaha nyingi kwa mara moja. F-18 Super Hornet ina uwezo mkubwa wa kubeba mzigo wa silaha wa hadi tani 3, yani kilogramu 3000, na ina uwezo wa kubeba aina mbalimbali za silaha. Hii ni pamoja na makombora yale ya air to air, air to ground, lakini mabomu ya precision guided na makombora yale ya cruise. Uwezo huu unaiwezesha hii ndege kushambulia malengo mbalimbali kwa usahihi mkubwa na katika hali yoyote ya kivita. Lakini kitu kingine, ndege hii ina mifumo ya rada ya kisasa AESA. F-18 Super Hornet inatumia rada ya Active Electronic Scanned Array ambayo ni moja ya mifumo bora zaidi inayotumika kwenye ndege za kivita za kisasa. Na rada hii inawezesha kugundua malengo ya angani, ardhini na baharini kwa umbali mrefu sana, na inaruhusu ndege kushambulia malengo kwa usahihi hata katika hali ngumu za hewa kama mvua au giza. So hii ndege ina uwezo wa kudetect ama kutambua hatari ilipo kwa muda mrefu hata kukiwa na umbali mrefu. Na uwezo mwingine, ina uwezo wa kufanya mashambulizi katika mazingira magumu. Ni kitu pekee sana ambacho Wamarekani wanajivunia kutokana na hii ndege. Ndege hii inakuwa na uwezo wa kufanya operesheni katika mazingira magumu kama kuhamasisha kupinga mrengo kutoka kwa meli za kivita, tunaziita aircraft carriers, bila kushindwa. Na hii ni faida kubwa wakati wa vita vya majini ambapo Marekani wanaweza kuendesha mashambulizi kutoka mbali na maeneo yasiyo na usalama. Lakini kitu kingine, ndege hii ina uwezo wa kutoa na kupokea mafunzo na matumizi ya kidijitali. F-18 Super Hornet ina mfumo wa kidijitali ambao unaruhusu kubadilishana taarifa haraka na kushirikiana na ndege nyingine na mifumo ya mawasiliano ya anga ya Marekani. Na hii inatoa faida kubwa wakati wa kupigana vita ile ya umoja na ushirikiano wa kijeshi. So uwezo wa F-18 Super Hornet katika vita dhidi ya IRGC umekuwa ni nguzo muhimu ya usalama na kuhakikisha inawapiga vizuri zaidi Irani, ikihusika katika operesheni za kijeshi, ulinzi na silaha za nyuklia za Marekani, usimamizi wa mifumo, makombora. Kwa upande mwingine, F-18 Super Hornet imekuwa na hatari kubwa sana ikiwashambulia IRGC pamoja na makombora yao. Kwa nini? Kwa sababu ya usahihi wa mashambulizi. Kama nilivyokuambia, GPS guided missiles na precision guided bombs inazibeba kwa sababu zinatumia teknolojia kubwa za kisasa. So F-18 ina uwezo wa kuharibu malengo ya IRGC kwa usahihi zaidi kutokana na mabomu hayo. Kwa mfano, makambi ya makombora ya IRGC, kuna mawasiliano ya vituo vya kijeshi na mifumo ya ulinzi wa angani inaweza kushambuliwa kwa ufanisi bila kuathiri maeneo mengine ya kiraia. Lakini pia ina uwezo wa kupenya kwenye mifumo ya ulinzi ya anga. Irani wanategemea mifumo ya makombora ya kujilinda na rada ambazo zinajilinda kutoka kwa ndege na makombora. Hata hivyo, F-18 Super Hornet yenyewe inatumia rada ya kisasa ambayo inaweza kupenya mifumo hii ya ulinzi na kufanya mashambulizi kwa usahihi. So makombora na mabomu ambayo yanakuwa yanashambulia kwa usahihi yanaweza kutumbukia kwenye malengo ya kistratejia ambayo yanadhihirisha udhaifu wa mifumo ya ulinzi ya Irani. Lakini jambo jingine, ina uwezo wa kufanya mashambulizi kutoka baharini.
F-18 Super Hornet ina uwezo wa kutekeleza operesheni za anga na majini kwa wakati mmoja, na hii inafanya kuwa ni vigumu kwa IRGC kujilinda kutokana na mashambulizi yanayotoka angani na kutoka kwenye meli za kivita za Marekani ambazo zinakuwa zimezunguka katika eneo la Ghuba. Hali hii inaongeza shinikizo kwa Irani, kwani inazidi kupunguza uwezo wao kujilinda dhidi ya mashambulizi ambayo yanatokea kwa umbali mkubwa. Sasa hatari ambazo zinazalishwa na hii ndege ya F-18 Super Hornet kwa kundi la IRGC, kwanza inawapunguzia uwezo wa kupigana kutokana na mifumo ya ulinzi wa angani ambayo wanategemea masafa marefu ili kujilinda, lakini pia mashambulizi ya F-18 Super Hornet yanaweza kuharibu mifumo hiyo ya mashambulizi ya makombora ya masafa marefu, hivyo yanapunguza uwezo wa Iran kujilinda. Lakini kuna shinikizo la kisaikolojia. Unajua uwepo wa hizi ndege angani ni tishio la kisaikolojia kwa serikali ya Iran na makundi yao ya kijeshi. Ndege hii ya kivita ina dalili ya kushinikiza kuongeza hali ya hofu na wasiwasi, sio tu kwa majeshi, hata kwa raia. Lakini faida kubwa za F-18 Super Hornet kwa Marekani ni kwamba Marekani wanapata faida kubwa kwa kutumia F-18 Super Hornet katika vita dhidi ya Irani, ndege ambayo ina uwezo wa kuleta athari kubwa kwa usalama wa IRGC na kudhoofisha uwezo wa Irani katika mzozo huu wa kijeshi. Usahihi na ufanisi wa ndege hii, lakini uwezo wa kutekeleza operesheni kutoka baharini na kuzuia usalama wa IRGC. Kitu kingine kikubwa ni kwamba ni ndege ya kivita kisasa ambayo inaweka shinikizo kubwa na kuhakikisha inaharibu mifumo yote ya ulinzi ya IRGC na taifa la Irani na kuwapa nafasi Marekani kuendelea kuishambulia Irani kwa uzuri kabisa. Sasa hali tete ambayo inazidi kuathiri Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea kati ya Irani, Marekani na Israeli. Baada ya mashambulizi ya wiki mbili zilizopita, Irani imeendelea kulenga Israeli na maeneo ya kijeshi ya Marekani na miundombinu pia ya nishati ya majirani zake wa Kiarabu wa Ghuba kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones na makombora. Hali hii imeathiri sana usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta na kusababisha hofu kubwa ya nishati duniani. Maeneo kama vile Dubai na Abu Dhabi pia yameathirika, ikiwa ni pamoja na ajali ambayo ilihusisha drones kugonga tanki la mafuta karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai. Na zaidi ya hayo pia, Iran imeendelea kutoa mashambulizi zaidi kwenye majimbo ya Ghuba yenye viwanja vya kijeshi vya Marekani, na United Arab Emirates pia imetangaza kuwa makombora mengi ambayo yanashambulia eneo hilo yameweza kupokonywa na mifumo ya ulinzi wa angani. Hata hivyo, viko baadhi ya vipande vya makombora na drones ambavyo vimeanguka ndani ya mipaka ya hizo nchi za Kiarabu. Saudi Arabia pia imetangaza kuwa imefanikiwa kupinga mashambulizi ya drones kutoka Irani, na hii inathibitisha kuwa Irani inaendelea kutumia silaha za kisasa kama vile mabomu ya nguzo ambayo yana uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi ya angani. Nchi za Marekani na Israeli zenyewe zimeendelea kushambulia Irani, huku F-18 Super Hornet ikizingatiwa kuwa ndio ndege kuu ya kijeshi inayotumika katika operation zao za angani. Na hii inabainisha athari kubwa kwa uchumi wa dunia na usalama wa kijeshi, ambapo mzozo ya kisiasa na kijeshi inaendelea kuathiri nchi za Mashariki ya Kati. It's a boy King Kali, mnyama mkali, na hivi ndivyo ambavyo huwa anafanya. Endelea kuifuatilia A-Digital, utakuwa umetisha zaidi. Endelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Till next time, bye bye.